The way ni exclusive interview na Abi Kubangu. Oya vipi kwema? Kwema, niambie mzee wangu. Semaji kama semaji? Ya semaji la wasemaji, niambie mzee wangu. Sasa hivi issue Ndaro inasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii na kila mmoja anakuwa anaongea maneno yake. Lakini kwa upande wako sijakusikia hivi au ulikuwa umesafiri nje ya mji? Nipo na naziona na issue Ndaro naielewa vizuri sana na mimi nikiangalia ile issue bwana, kwa upande wangu mimi sioni tatizo kwa Ndaro. Sababu Ndaro kataja bei ya gari yake, watu wanamuignore. Mimi kwa ufahamu wangu wa magari mwanangu huwa zinapishana bei. Gari zinaweza zikawa za mwaka mmoja zote, lakini moja ikawa na leather seat, nyingine haina leather seat, nyingine ina open roof, nyingine haina open roof. Nyingine imeshapimpiwa kuanzia mataa, ina Android ndani. Mtu amefunga sports rim. Haiwezi kufanana bei na gari nyingine ambayo haijafungwa sports rim. Umeshanaelewa? Kwa gari zinaweza zikawa za mwaka mmoja, lakini gari nyingine ikawa ina bei, nyingine ikawa haina bei, nyingine kilomita pia imeenda sana. Kwa hiyo Ndaro kutangaza gari yake kwamba bana nimenunua milioni 55. Mimi sioni ubaya, hakuna ubaya. Kwani pale shida iko wapi? Samsung amenunua milioni 55. S-Line. Na ukiangalia kweli ile Audi kali 2015 Audi zamana kabisa zile. Kununua milioni 55 kawaida kwa gari ile, umeshanaelewa. Sasa watu wanakuja wanamponda. Alafu mimi sielewagi yule bingwa naye ana shida gani sometimes. Kwa sababu naonaga huwa anapondaga sana magari ya wasanii. Yaani wasanii wengi sana wakiposti magari yao na yeye huwa anaposti anaweka bei. Kuna vitu vingine mimi naona kama ni ushamba hivi, umeshanaelewa bana. Mtu anaposti gari yake, amejiwekea bei yake. Unasema mimi gari yangu ipo kama hiyo, nauza bei fulani. Sasa si unauza ya kwako, mimi ya kwangu sijanunua bei hiyo, umeshanaelewa bana. Wewe unauza hiyo ya kwako. Sasa unaposti gari za watu za nini? Mimi naona ule ni ushamba kwa upande wangu mimi. Hakika gani kwamba akiposti, msanii akiposti naye anaposti. Sio kwamba labda maskini ya Mungu labda anakuwa anaposti tu kwa mtazamo wake jamani. Mbona useme hivyo, umweke umzungumzie hivyo Mbega ndugu yangu? Hebu bwana Mbega. Of course sometimes ndio hivyo. Magari kwa sababu yanafanana, wewe utaposti premium na mtu amenunua premium, of course zote zinafanana, lakini mwisho wa siku tunaangalia muda na uposti. Mara nyingi inakuwa kama anawaponda wasanii. Ukiangalia mwenyewe gari zake sio kwamba ana gari za maana sana. Wewe mwenyewe unaona gari zake anazouza bana, gari zinauzwa 700,000. Gari inauzwa 700,000 chini na kutu inagonga vibaya sana. 700,000. Si ndio magari yake anauza? Ni gari namna gani hiyo? Ya 800,000 na 800,000 tajiri. Gari namba A tajiri. Hiyo magari yake mengi ukiangalia unaona kabisa ni magari ya kunjunga. Umeshanielewa? Mwenyewe anakuambia kabisa bana, hii gari ina reverse lakini taa ziwake za brake tajiri. Hii gari inafanya hivi, kia kitu fulani akifanyi vizuri tajiri. Of course kwa magari yake mengi ni ya kunjunga, vioo vya plastiki, magari yani hapana. Kwa hiyo pale akimkosoa mtu kwamba bana, mimi gari lako umenunua milioni 55, mimi la kwangu nauza milioni 49, sawa, kwa sababu sisi tunajua wewe unauza magari ambayo yamechakaa kabisa. Umeshanielewa? Kuna mengine unachukua unaenda kupima. Yanapimwaje hayo? Sio unaenda kupima kwenye vyuma chakavu mzee. Kuna gari haziuziki kabisa. Sasa kama gari unauza 700,000 na naamini kwamba hii gari ni mzima. Hakuna mtu ataamini. Kwa mwisho wa siku inabidi apime, azichukue pale na forklift sijui ziende zikapimwe huko. Anauza gari anachukua 2,500, shughuli imeisha. Lakini maybe haiwezi kuonekana kama unahusika labda kumkandamiza mtu kwa upande wako Abi Kubanga. Mimi sihusiki kwa sababu sipendi vile vitu ambavyo anavifanya. Mwenyewe mfanya biashara bro, mwenyewe anauza rim za gari, tena rim kali nauza, umeshanaelewa? Nauza tairi za gari. Kwa hiyo upande wa magari naelewa na naelewa faida ya kuposti mtu bei na athari ya kuposti mtu bei, umeshanaelewa? Yeah. Neno lako moja, tunaona mvutano ni mkubwa sana. Pia jana kuna moja exclusive imefanyika, Mwamba ni kama amejibiwa naye kwa namna fulani na kukandamizwa sana. Hilo pia ndio unalizungumziaje? Nadhani nitambua alifanya exclusive jana. Isa nena mkubali, ana uzoefu mkubwa wa magari, anayajua magari, umeshanaelewa. Kwa hata kitu alichokiongea mimi niko upande wake pia, kwa sababu nimeona ameongea kitu kizuri tu. Amesema kweli magari yanaweza kawa mwaka mmoja na yakapishana bei kama hivi ambavyo mimi naongea. Umeshanaelewa? Na ni kweli sisi tunaona hapa inakuja Crown Athlete ya 2008 na inakuja nyingine Athlete ya 2008, lakini zinatofautiana bei. Hii itauzwa milioni 17, hii itauzwa milioni 20. Kwa hiyo hii tayari na sports rim. Hii tayari imefungwa Android. Umeshanaelewa? Gari imepimpiwa na taa za LED zile za mwanga mkali, kila kitu kimewekwa. Haiwezi kufanana bei na gari ambayo haijapimpiwa bro, hata kama zote za mwaka mmoja. Umeshanaelewa? Yeah, kwa hiyo hii iko sahihi kabisa, iko sahihi. By the way, mada ambayo sasa hivi ina trend kwenye mitandao ya kijamii, lakini bado hakuna kinachoeleweka kuhusiana na swala hilo, ni kuhusiana kwa kudaiwa kwamba Kiredio ameachana na mpenzi wake. Mimi nafahamu kwamba wewe ni mtoto wa mjini, unajua mambo mengi na unakaa sana na mastaa. Hebu nisikie kwa upande wako, wewe unaionaje hii issue inaendelea? Issue ambayo inaendelea, kwanza kosa ambalo amelifanya jamaa kumposti mpenzi wake ambaye uko naye serious kabisa kwenye mahusiano, umeshanaelewa? Unajua unavomposti mtoto mzuri kama yule, watu wakimuona ni lazima watamtamane tu, umeshanaelewa? Na Kiredio mimi namjua ndugu yangu yule, hana hela ya hivyo kusema anaweza kumdhibiti yule mlembo. Kwa hiyo kosa ambalo analifanya Kiredio ni kumposti yule dada. Asingekuwa anamposti mwanamke ambaye uko naye serious kwenye mahusiano, hapostiwi ndugu yangu. Yeah. Kwa nini unapostiwi?
aposti kwa sababu mwisho wa siku ndo kama hivyo unavomposti, na kwa kama kuna watu wengine pia unajua kuna watu wana wivu, wana mahusiano, wana wanawake wako ndani lakini hawapati mapenzi ambayo unayapata wewe. Hauna hela lakini unapata mapenzi mazuri. Alafu kuna mtu unakuta ana hela na hapati mapenzi mazuri. Kwa hiyo mwisho wa siku anaona kumbe yule mwanamke wa Kiredio ndo mwanamke ambaye anaweza kumentertain mwanaume, au yule mwanamke nikiwa naye mimi naweza nikaenjoy mapenzi. Mbona anaenjoy na jamaa ana mzigo? Kama atakuja kwangu mimi na mimi na mzigo wa kutosha itakuwaje? Kwa hiyo nitaenjoy mapenzi, umeshaelewa? Kwa hiyo kosa inakuwepo hapo. Hata mimi siwezi kumposti mke wangu kabisa lili kwamba huyu ni mke wangu, ninazaa naye, natafuta naye maisha, niko naye ndani, siwezi kumposti. Wako wanaosema kwamba maybe ni kiki, wewe unalizungumziaje hilo? Hata mimi mara kwanza nilikuwa najua hivyo, nikajua labda ni AI kama ile issue nyingine ambayo ilitokea pale mara kwanza. Maana sasa hivi ukiona issue mpaka kuiamini inakuwa shughuli sana. Mambo ya AI yameshatuharibu tayari, umeshaelewa? Sasa mara kwanza ilionekana kama hivyo wamefumaniana na nini, lakini mwisho wa siku ikaonekana kwamba hivyo vitu sio vya kweli, labda ni ma AI. Umeshaelewa? Na hii nikajua labda ndio AI hivyo hivyo. Kwani AI maana yake nini Abi? AI kwa kirefu chake. Umenikurupusha kidogo ndugu yangu. Umenikurupusha mpaka ni Google. Unajui maana AI? Google mpaka ni Google. Sasa mbona umehitaji kama unajui maana yake? Naelewa maana yake kwamba naelewa matumizi ya AI. Matumizi ya AI najua yanavyotumika. Kwamba AI inatumika kwenye matumizi haya na haya. Lakini ukiniambia kirefu cha AI sijui. Vitu vingi tu mbona sijui kirefu chake. Kwa sababu sio issue zangu hizo. Umeshanielewa? Yeah. Labda kwa upande wako bwana una nini cha kusema? Bwana mzee shwari? Shwari, inakuaje? Kwema? Kwema, mambo yanasemaje? Unaonaje ngoma ya Mbosso kwanza? Darasa la 7, ngoma nzuri. Haya, story yake kidogo inanichanganya kwa sababu ukiangalia maudhui ya video ya ile nyimbo wameshutia kijijini. Yale maisha yanaonekana yalikuwa kijijini. Lakini baadaye kwenye wimbo wenyewe ukiusikiliza anataja Gongo la Mboto, ni kama si walikutana Gongo la Mboto, si ilikuwaje Gongo la Mboto. Kwa hiyo hapo kidogo ananichanganya. Ukiangalia maudhui ya nyimbo kwenye video anaonyesha kwamba walikutana kijijini, maisha yao yalikuwa kijijini, sio wakaenda Arusha, sio kufanya nini, kitu kama hicho, umeshaelewa. Lakini ukiangalia video inaonekana maudhui ya video, maudhui ya nyimbo yenyewe inavyoimbwa, anavyoimba inaonekana kama watu walikutana mjini, kwa sababu Gongo la Mboto si Dar es Salaam. Yeah, kwa hapo ndo anachanganya kidogo. Okay. Lakini wengi wanamsifia kwamba Mbosso ndio msanii ambaye anatengeneza sana nyimbo za storytelling, yani anaelezea sana kuhusiana na simulizi. Kuna hilo pia wewe kama meneja unalipitisha au vipi? Yeah, of course 100%. Mbosso kwenye kusimulia story yuko vizuri sana, kwa sababu tukiangalia nyimbo yake ya kwanza kabisa ambayo alimtolea WCB kipindi anatoka ya Moto Bendi inaitwa Watakubali, kuna bonge moja la story mwe ndani. Yeah, kwa hiyo kwenye swala la story jamaa namkubali sana. Ila hii story ya safari ya darasa la 7 imenichanganya tu kidogo, kwa sababu story ya kwenye video inaonekana hapo kijijini, lakini wimbo wenyewe unazungumza Gongo la Mboto. Kwa hiyo hapo ndo amenichanganya. Amekuchanganya hapo. Unamwambia nini Mbosso sababu baada ya kukuchanganya sehemu hiyo? Awe anatulia sana, yani asikilize vizuri wimbo wake kabla hajafanya video. Asikize wimbo wake unazungumzia kitu gani ndio akafanya video. Lakini ule wimbo unavyozungumzia na video aliyofanya kidogo kama wanapishana. Yeah. Bwana Abi, so labda kwa kumalizia tu bwana, unaionaje burudani ya mwaka huu na mwaka ulivyoanza? Mbosso ameanza kwa mkwara wa hatari sana. Vipi kwa upande wako? Mbosso ni mtu ambaye anaweza kuandaa project kwa sasa hivi ninavyomuona mimi. Mbosso ni mtu ambaye anaweza kuiandaa vizuri project yake. Kwa maana anatulia, anaandaa kuna kitu kinaitwa kama teaser hivi, kitu ambacho kina msisimko, kwa sababu kama juzi aliandika 14 toa 7 afu akaweka sawa sawa hapa afu akutupa jibu, umeshanelewa. Lakini tukaelewa kwamba jibu lake ni 7. Watu wengine tukaashumu kwamba labda nyimbo itatoka Valentine Day mwezi wa pili tarehe 7. Tukawa tumewazaza vitu vingi, lakini mwisho wa siku kicho kuja kutoka tofauti na kile ambacho tulikuwa tunafikiria kichwani mwetu. Na ukiona msanii ana uwezo wa kufanya hivyo, manake ana uwezo wa kucreate kitu, kwamba nyinyi anawatolea kitu alafu nyinyi watu wote mnakuwa mna wimbi kwamba labda hii mnaashumu kwamba itakuwa hivi, kila mtu anafikiria itakuwa hivi, alafu mwisho wa siku anakuja kutoka kitu kingine kabisa tofauti na nyinyi mlichokifikiria. Kwa maana hiyo sasa hivi kwamba Harmonize umkubali kabisa. Harmonize namkubali, kwa nini nisimkubali Harmonize bana? Harmonize kuna msanii anaimba kama Harmonize. Sema mimi naongelea kitu cha kujiandaa. Unajua muziki na wenyewe kuimba peke yake haitoshi bro. Kwa nini haitoshi? Yaani muziki unahitaji maandalizi mengi kama hivyo, umeshaelewa, namna ya kuiachia project yako, namna ya kuisupport project yako. Lakini ukiwa unatoa ngoma kali afu uzisupport, unatoa ngoma kali lakini hautengenezei misingi ile ngoma watu waisikilize, hamna kitu hapo. Penzi akishafikia stage hii yanakuaje? Lakini sio kwa kumzungumzia huyo unamtaja, mimi simjui kabisa, simjui kweli, simjui kaka. Mimi nafuatilia sana mambo ya muziki, sio kuniambia mtu mchekeshaji, mimi namchekeshaji wapi na wapi? Usitanie bana, wewe unatutania. Sikutanii ndugu yangu, sikutanii. Sasa kama mtu namjua, kwa nini niseme simjui? Wewe una maoni gani katika hilo?
Mimi nazungumza tu kwamba mambo ya mapenzi wavumiliane, kwa sababu mapenzi yana mambo mengi sana. Of course changamoto zikiwa kwa mwanamke, wanaume na hatuwezi kuvumilia, lakini changamoto zikiwa kwa mwanaume, wanawake wanazivumilia. Kwa hiyo mimi sijaelewa changamoto ambayo wao imewakuta kwenye mahusiano yao ni aina gani. Kama amemfumania amwache, afai kabisa. Na kama umemfumania mwanamke ukaendelea naye, mtaishi kwenye mazingira ya visasi mpaka maisha yenu yatavyoishia hapo. Kwa nini unasema hivyo? Naelewa ilishamtokea nani? Mimi mwenyewe ishanitokea, kwa hiyo na experience mahusiano. Ilikuwaje? Si ndigombana na mtu wangu. Kisa? Hivyo na mimi nilimfumania. Nilimfumania bana, akanichiti, umeshanielewa. Na mimi nikataka kujifanya mimi kidume bana, baridi tu, mtu akikuchiti ndio mimi mwenyewe bana nishachepuka, ngoja tuishi. Lakini tunavyoishi mwendani, kuna baadhi ya vitu akikufanyia tu unahisi kwamba ndio yale mambo. Yaani kama amekunyima kitu, kwa hiyo unahisi kama kitu alichokunyima labda anampelekea mtu mwingine. Kwa hiyo lazima utamind, tumtagombana, hamtaweza kudumu.